Taarifa za tukio hili zilipatikana tangu jana na ubalozi ukatuma mwakilishi ambaye ndio yuko kulia kwangu. Watu 7 wakiwemo raia wa Uholanzi wamenusulika kufa maji baada ya boti waliokuwa wakisafiria bandari ya Mbamba Bay wilayani Nyasa kuelekea nchini Malawi kupata ajali katikati ya ziwa Nyasa. Ajali hiyo imetokea Julai 26 mwaka 2026 majira ya saa 4 asubuhi baada ya boti hiyo kupata hitilafu injini kujaa maji kutokana na dhoruba kali na hatimaye kupinduka. Manusura hao waliokaa majini kwa takribani saa 27 kabla ya kuokolewa majira ya saa 10 jioni Julai 27 mwaka 2026. Akizungumza baada ya zoezi la uokoaji kukamilika, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Mohamed Abbas Mohamed aliwashukuru wananchi wa wilaya ya Nyasa kwa ushirikiano mkubwa walioonyesha katika uokoaji huo. Pia aliwataka wananchi kuzingatia tahadhari na kuepuka usafiri wa ziwani wakati hali ya hewa si salama. Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed amesema manusura wote 7 wako salama na wanaendelea kupatiwa matibabu. Taarifa za tukio hili zilipatikana tangu jana na ubalozi ukatuma mwakilishi ambaye ndio yuko kulia kwangu, lakini tangu jana Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliniwakilisha kwa kuendelea kufanya maandalizi ya kwenda kuwatafuta ndugu zetu na kuwapata. Kwa hiyo na mimi niungane naye kuwashukuru sana Wananyasa, na shukurani zangu ni kwa sababu tangu taarifa za tukio hili zimetolewa, mmekuwa bega kwa bega kuhakikisha ndugu zetu hawa wanapatikana, na kikubwa zaidi kwa kujitolea kwenu. Nimefika asubuhi hii, nimekuwa taarifa za matayarisho na namna ambavyo wananchi mmejitolea kwa hali na mali. Kuna ambao walichanga fedha zao kwa ajili ya kuweka mafuta, kuna ambao wametoa fedha zao kwa ajili ya kukodi vyombo vingine, lakini kuna waliotoa fedha zao kwa ajili ya vyakula na vinywaji kwa wale wanaoenda kule. Haya ni mapenzi makubwa mlioyaonyesha kwa ndugu zetu, lakini kwa wageni hawa. Kama kiongozi wa serikali, nichukue fursa hii kuwapongeza, kuwashukuru, lakini kubwa zaidi kuwaomba kwamba umoja huu na ushirikiano huu uendelee kudumu mara zote. Wakati tunaendelea kuwasubiri, kuna gari hapa ilipita ikiwa inapiga ngoma. Nikauliza, kwenye tukio kama hili ngoma zinakuja za nini? Watu wakaniambia wamezoea kupokea taarifa za vifo zaidi kuliko za kuwapata watu wakiwa hai. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha shukurani zao kwa namna ya wao walivyojipanga. Kwa hiyo na mimi niwashukuru kwa namna ambavyo pia mlikuwa mkimshukuru Mungu kwa vigoma hivi ambavyo mmepiga. Kikubwa ambacho naweza kukisisitiza ni kuzingatia tahadhari za hali ya hewa, lakini nyote ni wazoefu na ziwa hili. Najua ni kipindi gani ziwa linakuwa sio rafiki kuingilika. Kwa hiyo mnapofika vipindi hivyo, mchukue tahadhari za juu zaidi ili kuepusha madhara yanayoweza kupatikana. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa Malawi, tangu taarifa hii imetolewa na wenyewe wamefanya jitihada kwa kutumia helikopta kuzunguka kuwatafuta, lakini kwa wale wenye maboti nao wamefanya kazi hiyo, ingawa hawakufanikiwa kuwapata, lakini jitihada wamezionyesha. Kwa hiyo kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, niwashukuru pia wananchi wa Malawi kwa jitihada hizo. Endelee kuwaomba kila mwenye chombo kuchukua tahadhari, lakini kila mwananchi anapoingia kwenye chombo hicho ni vema akajua anaingia kwenye eneo ambalo lina adha kubwa. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu. Tunaendelea
kuangalia afya za wagonjwa hawa ambao wamefikishwa, lakini nitoe taarifa kwamba wote wako hai na salama na hakuna ambaye hali yake inaonyesha hofu. Kwa maana hiyo, upo uwezekano mkubwa baada ya huduma hii wanaoipata wakarejea kwenye hali zao vizuri na maisha yao yakaendelea kwa usalama. Lakini kwa vile wamekaa muda mrefu ndani ya maji, tutahitaji pia kubaki nao kuwaangalia kwa kipindi kisichopungua masaa 24 ili kuona hali yao inaendelea vipi. My name is Onno Koopmans and I'm the Deputy Ambassador of the Dutch Embassy, the Embassy of Holland in Dar es Salaam. And I really would like to extremely thank the authorities of Tanzania for the great effort and the great success in rescuing the people from the Netherlands and the people from Malawi and two from Malawi and one from Tanzania. When we contacted the authorities, they immediately took action and in close collaboration among themselves, but also with the authorities on the other side of the lake, with Malawi, they started a big effort to have a rescue mission. Boats went out, and also from this side boats went out. And it was a great success because all 7 people are here inside and still alive after being 27 hours in the water. So I really would like to thank certainly the authorities, but especially the rescue team that went into the water in difficult circumstances and were able to find the people. So thank you very much. Jana mida saa 4 tuliweza kwenda Malawi, na tulikuwa kwenye boti watu 7. Tumetoka saa 4 mida kama ya saa 6:30 mchana. Ile boti ilijaa maji. Sababu hadi hiyo ilikuwa sio nzuri sana. Kwa kwamba wengi wakatusaidia tukaijuza ile boti tukaenda boti. Toka saa 6 mchana jua limezama mida kama saa 10 saa 10 ya watu. Tunakuja hapa saa ngapi? Tuko hapa sasa. Boti sisi tumbo lipasuka au ile fiber huwa inasema inaani kama vile tuseme ina H. Ni wakati mwingine mle kwa ajili ya kuongea maji na mmoja ili kwa ajili ya balance ile. Tunaga maji ya baadaye mtu anataka ndani. Sasa jana mtu aliyokuwepo kule kwenye engine kule mfano kwenye zile mashine alizuka pale kwenye ile kuna funiko hivi alipaja kunyoa kuangalia kuja kushtuka majesha tulikuwa tunataka hizo za kuolia maji. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta vipi? Pampu za kuvuta maji washakuibia sana. Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo Fundi Pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo Fundi Pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo Fundi Pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.